الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم، وتوفيق الله سبحانه وتعالى tunaendelea na mutaalaa wetu wa kitabu chetu cha Umdatul Ahkam, na leo tupo mlango wa kuoga janaba. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, babul ghusli min aljanabati, huu ni mlango wa kuelezea kuoga janaba. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu, kumepokelewa kutoka kwa Abu Huraira akisema, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mtume, laqiyahu, alikutana na yeye, fi ba'dhi turuqil Madina, katika moja ya njia za Madina. Wa huwa, na hali ya kuwa yeye Abu Huraira junubun, yuko na janaba. Yani Abi Huraira katika pitapita zake pale Madina alikutana na mtume njiani, na yeye Abi Huraira alikuwa na janaba. Qal, akasema Abi Huraira, fankanastu minhu, nikajificha nisionekane na mtume. Fankanastu minhu, nikajificha nisionekane na mtume. Min sharri alwaswas alkhannas. Khannas ni ile mtu kujificha ili usionekane, kama ilivyokuja kwenye sura An-Nas. Shaitani anapotaja Allah subhanahu wa ta'ala, huwa anakimbia na kujiweka mbali na wale watu ambao wanamtaja Allah. Kwa hiyo fankanastu minhu, Abu Huraira anasema nikajificha nisionekane na mtume. Fadhahabtu, kisha nikaenda. Kwa maana baada ya mtume kuwa amepita muda ambao Abi Huraira amejificha, alipopita tu mtume, fadhahabtu, kisha nikaenda zangu, kwa maana nikaenda nyumbani. Faghtasaltu, kisha nikaoga. Thumma jiitu, kisha nikaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Abi Huraira, kama tunavyotambua, alikuwa ni mtu mwenye hirs na ilmu. Kwa hiyo alipomwona mtume sallallahu alaihi wasallam anapita anaelekea sehemu, na yeye muda huo ana janaba, bila shaka mtume alikuwa anaelekea katika kikazi cha ilmu, si ndio? Sasa yeye akaona hapa cha msingi nijifiche kwanza nisionekane na mtume, sababu nina janaba mimi. Itakuwaje naenda kukutana na mtume hali yako mimi na janaba? Hii ni ishara ya ta'dhim ya masahaba kumtukuza na kumheshimu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jambo hili pia linatakikana kwetu sisi, kwa wanawazuoni wetu, mashekhe zetu na maustadhi wetu, tuwe na ta'dhim nao kubwa, kiasi tukijihisi hatupo katika hali ya usafi, basi tusiwasogelee, tujisafishe. Sawa sawa, ni ishara ya ta'dhim. Kwa hiyo akaenda haraka, akaoga, kisha akaenda kukaa kwenye kikao ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hapo. Faqal, mtume akasema, basi mtume akasema, aina kunta ya Aba Hurairata, ulikuwa wapi ewe Abu Huraira? Qala, akasema Abu Huraira, kuntu junuban, nilikuwa na janaba. Fakarihtu an ujalisaka, nikachukia, nikaona karaha kukaa na wewe. Wa ana ala ghairi taharatin, na mimi sipo katika hali ya utahara. Wa ana, na hali ya kuwa mimi, na hali ya kuwa mimi, ala ghairi taharatin, sipo katika hali ya utahara. Faqal, mtume akasema, subhanallah, takasifu ni wa Mwenyezi Mungu. Innal mu'mina, hakika mu'min, au innal muslima. Imekuja mapokezi mawili. Mapokezi ya kwanza, innal muslima, hakika muislam. Wa fi riwayatin, na katika mapokezi mengine, innal mu'mina, hakika mu'min, la yanjusu, hanajisiki. Sawa, mu'min tahir hayyan wa maita, muumini yuko tahara anapokuwa hai na baada ya kufa kwake. Tamam. Na wakasema pia wanawazuoni, hata mtu ambaye ni kafir, lakini wakakhtalifiana baadhi yao, wakasema kafir atakuwa tahara
ni pale atakapokuwa yuko hai, lakini akifa aliyekuwa ni kafir anakuwa ni najis. Sawa, tamam. Nadhani pia tulielezea jambo hilo kule katika majlis qiraat al-ijma. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abi Hurairata kwamba innal mu'mina la yanjus, mu'min anajisi. Kwa maana dhati ya muumini sawa inabeba najisi, sawa inatokwa na najisi, sawa inapatwa na janaba, lakini dhati ya muumini kama ilivyo hainajisiki, haisifiki na kuwa eti ni najisi, kiasi kwamba akiona janaba basi anakuwa hana nafasi ya kuguswa na mtu mwingine wala kuamiliana na mtu mwingine. Hapana, sawa sawa, anakuwa tu amepatwa na janaba kihukumu. Sawa, tamam. Kwa sababu gani? Hiyo janaba hata kabla ya kutoka yeye ni tahara, na baada pia kupatikana janaba pia ni tahara, isipokuwa tu hukumu yake ni kwamba mwili wake umepatwa na janaba, natakiwa aoge ili ile janaba imuondoke. Tamam. Kabla ya kupatwa na najisi mwili wake ulikuwa uko vile vile tahara, sawa, na baada ya kupatwa na najisi pia unakuwa uko tahara, sawa. Lakini hukumu ni vipi? Hukumu ajitaharishe ile najisi mtoke. Tamam. Kwa hiyo mu'min, mwili wa muumini ni tahara anapokuwa hai na hata baada ya kufa kwake. Lakini katika upande wa kafir wanazuoni wamekhtalifiana, wakasema kafiri atakuwa ni tahir pale anapokuwa hai, lakini akifa hali ya kuwa bado ni kafir anakuwa ni najis. Sawa sawa. Lakini wengine wakasema ni tahir pale anapokuwa ni kafiri, pale anapokuwa hai na hata baada ya kufa kwake. Tamam. An Aisha radhiyallahu anha قالت نسيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapooga janaba, ghasala yadaihi, anaiosha mikono yake miwili. Mikono iliyokusudiwa hapo si mikono hii ya dhiraa, hapana, ni viganja viwili. Tamam. Alikuwa anaviosha viganja vyake viwili. Watawadhaa wudhuahu lis-sala, na alikuwa akitawadha mfano wa udhu wake wa swala. Watawadha wudhuahu lis-sala, na alikuwa akitawadha mfano wa udhu anaotia katika swala, au udhu anaotia anapotaka kuswali. Tamam. Watawadha, na alikuwa akitawadha wudhuahu mfano wa udhu wake lis-salati, aliyokuwa akiutia kwa ajili ya kuswali. Tamam. Wudhuahu mfano wa udhu wake lis-salati, aliyokuwa akiutia anapotaka kuswali. Thumma ikhtasala, kisha baada ya hapo ndiyo anaoga. Ndiyo nini? Anaoga, kwa maana anaoga kwa kutia maji katika mwili wake wote. Thumma, kisha baada ya hapo, yukhallilu biyadaihi sha'rahu, yukhallilu biyadaihi sha'rahu, anaziesulia. Hiyo lugha tunapokea kwa mashairi yetu, anaziesulia biyadaihi, kwa kutumia viganja vyake viwili, sha'rahu, nini? Nywele zake. Kuesulia ni sawa sawa na kuchana nywele, sawa. Lakini kwa nini ikatoka kuesulia? Ni kwa sababu pale vinatumika vidole, na kwa nini kukaitwa kuchana? Kwa sababu kinatumika kitana, sawa sawa. Lakini maana yake ni moja, sawa sawa. Kuesulia ni kwa kutumia vidole, sawa, na kuchana ni kwa kutumia kitana. Na kama mtu ataona kuesulia si rahisi kwake, urahisi wake ni kitana, basi anaweza kutumia kitana. Lakini sunna ya Mtume ni vipi? Mtume alitumia vidole vyake vya kwenye viganja vyake. Tamam. Kwa hiyo thumma yukhallilu, kisha anaesulia, kwa maana anazichana biyadaihi, kwa kutumia nini? Vidole vya viganja vyake viwili, sha'rau, nywele zake, kwa maana anaingiza vidole vya viganja vyake kwenye nini? Kwenye mashina ya nywele zake. Tamam. Hatta idha dhanna annahu qad arwa basarata,
hata mpaka idha dhanna, atakapokuwa na yaqini, idha dhanna, atakapokuwa na yaqini, annahu, ya kwamba yeye, qad arwa basharatahu, ameiloanisha ngozi yote ya kichwa chake. Hata mpaka idha dhanna, atakapokuwa na yaqini, annahu, ya kwamba yeye, arwa basharatahu, ameiloanisha ngozi yote ya kichwa chake. Afadha alayhi almaa 3 marratin, ndipo anamiminia juu ya kichwa chake hicho almaa, anamiminia nini? Anamiminia maji 3 marratin, mara 3. Afadha alayhi almaa 3 marratin, ndipo atakapokuwa na yakini kwamba ugozi wa kichwa wote umepata maji. Afadha alayhi almaa 3 marratin, anamimina au anamiminia juu ya kichwa hicho maji mara 3. Thumma ghasala saira jasadihi, kisha anaziosha tena sehemu nyingine zote za mwili wake. Tamam. Kwa hiyo utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii alikuwa namna anavyooga janaba, anaanza, bila shaka atakuwa ametangulia kutia nia sawa sawa, lakini tumeanziwa pale katika nini? Katika vitendo, katika zile arkani alfi'liya, alqawli, zile hakuzitaja, kwamba alikuwa Mtume anaosha viganja vyake, kisha anatia udhu, kisha anamwagia maji katika mwili wake wote, sawa, kisha anakuja anayesulia nywele zake kwa viganja vyake, kwa maana kwa kupitia vidole vya viganja, sawa. Tamam, mpaka atakapokuwa na yakini kwamba maji yameenea katika ugozi wote wa kichwa, anachukua maji anamwagia juu ya kile kichwa chake. Mara ngapi? Mara 3. Kisha baada ya hapo anajimwagia tena maji katika mwili mzima. Kwa utaona amejimwagia maji katika mwili mzima mara ngapi? Mara 2. Tamam. Waqalat, na akasema na Aisha, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa nikioga mimi pamoja na Mtume, min ina'in wahid, nilikuwa nikioga mimi na Mtume min ina'in wahid, katika chombo kimoja. Nakhtarifu minhu jami'an, tunachota kwa mikono yetu, sawa sawa. Nakhtarifu, tunachota maji kwa mikono yetu, minhu, katika chombo hicho kimoja, jami'an, sote wawili, sawa sawa. Nakhtarifu minhu, tunachota maji kwa mikono yetu, minhu, katika chombo hicho, jami'an, sote wawili, sawa sawa. Sasa kupitia kauli hii ya Aisha radhiallahu anha tunaona pia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akioga na mkewe na pia walikuwa wakiteka maji kwa kutumia nini? Mikono yao, sawa sawa, kisha wakijimwagia katika miili yao. Ndio pale Mtume akasema maji hayapati janaba, sawa sawa, lakini maji yanaondosha janaba, sawa. Maji hayapati janaba. Maji yanapokuwa yanaingia katika mwili wa wanadamu kuondosha janaba, huwa yanasifika na sifa ya kuwa ni almaul musta'mal, yanakuwa ni maji yaliyotumika, lakini hayaitwi kwamba almaul junub, hayaitwi kwamba ni maji yaliyopata janaba. Sasa kwa hiyo walikuwa wakitia nia za kuteka maji katika chombo, na walikuwa wanatumia mkono wao wa kulia bila shaka, au mikono yao ya kulia bila shaka katika kuteka maji, kwa kuingiza mikono katika chombo cha maji kisha kujimwagia katika miili yao kwa ajili ya kuoga janaba. Sasa na kwa faida tu kwamba si kwamba walikuwa wanaoga wakiwa ni watupu, hawajavaa nguo, hapana. Kila mmoja katika wao alikuwa amejistiri, sawa sawa. Na hata katika kitabu cha Ali Maliki kile anasema mule katika kuelezea hukumu za familia na mke na mume, anasema kwamba katika upande wa jimai ni vizuri mume akajistiri na mke pia akajistiri, sawa, kiasi kila mmoja akawa hauoni moja kwa moja utupu wa mwenzake, sawa. Ingawaje ile kila mmoja kuwa anauona utupu wa mwenzake kuanzia, yani niseme kuanzia juu mpaka chini, mtu anamwona mke na mtu pia na mke pia anamwona mume kuanzia juu mpaka chini akiwa hana nguo, halina shida hilo. Lakini katika sunna ni kwamba mume ajistiri na mke pia ajistiri, sawa. Kisha wanapokutana pale
inakuwa wanakutanisha tu vile vitu, lakini kila mtu akiwa amejistiri. Na hata imekuja hadithi na Aisha kwamba anasema hakuwahi kuiona dhakari ya Mtume katika maisha yake yote, sawa, na wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kumtazama moja kwa moja na Aisha katika ile sehemu yake ya faragha. Tamam. Kwa hiyo ni katika sunna hiyo, ilikuwa kila mmoja anajistiri sawa sawa, kisha akisogeleana, kisha zikikutana sawa, basi na yoyote katika wao kumuona mwenzake, basi na yoyote kuiona tupu ya mwenzake sawa sawa. Na Aisha anasimulia hivyo kwamba yeye alikuwa akiona tu au akihisi tu inaingia na kutoka, lakini hakuwahi kuiona kwa macho. Tamam. Kwa maana Mtume alikuwa akivaa nini? Akivaa leta msuli au leta kikoi kufunga sawa, kisha ndio akimwendea mkewe. Kwa sio kwamba anamwendea moja kwa moja kwamba kila mtu uko wazi hapa. Kwa hiyo hata hapa kwenye kuoga pia walikuwa katika hali kama hiyo, kwamba kila mmoja alikuwa majistiri na maji yalikuwa yanamwagiwa, basi anaingia kwenye mwili anaelea. Tamam. Anasema tena Mtume an Maimunata binti al-Harith zawji an-nabii sallallahu alaihi wasallam qalat, amesema wadaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wudhu al-janaba, Mtume aliyaweka maji ya kuogea janaba. Fa akfa biyaminihi ala yasarihi marrataini, akamwagia maji biyaminihi, kwa kutumia mkono wake wa kulia, ala yasarihi, akayamwagia maji haya kwa kutumia mkono wake wa kulia, ala yasarihi, juu ya mkono wake wa kushoto. Kwa maana alichota maji kwa mkono wa kulia, kisha maji haya akayamwagia katika mkono gani? Wa kushoto. Marrataini, mara mbili, au thalathan, au mara tatu. Thumma, kisha ghasala farjahu, Mtume akaiosha tupu yake. Thumma ghasala farjahu, kisha Mtume akaiosha tupu yake. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuutumia mkono wa kushoto katika kuoshea tupu yake, alitangulia kuutia maji wa mkono wa kushoto, kisha ndo akaanza kuchukua maji mengine, akiyatumia maji hayo mengine pamoja na mkono wake wa kushoto katika kuosha tupu yake. Thumma daraba yadahu bil ardhi, kisha akaupiga mkono wake chini ya ardhi, na bila shaka atoka ni mkono wa kushoto kwa sababu hapo alikusudia nini? Alikusudia kuchukua lile vumbi ambalo liko pale chini kwa ajili ya kujisugulia kwenye tupu yake, ili kuondosha ile shombo ya najisi. Sasa sio shombo ya najisi, ili kuondosha ile shombo ya manii sawa sawa. Kwa hiyo thumma daraba yadahu bil ardhi, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaupiga mkono wake wa kushoto chini ya ardhi kwa lengo awil haiti, au katika ukuta wa chooni, marrataini, mara mbili, au thalathan, au mara tatu. Na yote lengo nini? Lengo ni apate vumbi lile la mchanga sawa, ili kupitia vumbi lile na vumbi la mchanga lile, yani kupitia vumbi lile aweze kuiondosha ile shombo ya nini? Shombo ya manii. Tamam. Afa ni do na mafua. Tamam hapo. Thumma tamarrada wastanshaqa, kisha akawa akisukatua na akipandisha maji puani. Wa ghasala wajhahu, na akauosha uso wake, wa dhira'aihi, na mikono yake miwili. Thumma afadha ala ra'sihi alma, kisha akayamwagilia juu ya kichwa chake almaa, maji. Thumma ghasala jasadahu, kisha akakiosha kiwiliwili chake chote. Thumma tanaha, kisha akakaa pembeni au akasogea pembeni. Faghasala rijlaihi, akaosha miguu yake miwili. Hapa kukaa pembeni ni vipi? Wanazuoni wamesema kwamba maana ya hadithi hii ni kana kwamba Mtume pale alipokuwa akioga, yale maji ambayo yalikuwa yakianguka kutoka kwenye mwili wake yalikuwa hayatembei. Sasa ni kana kwamba yalikuwa yanajikusanya sehemu moja, na pale alipokuwa amesimama ndo maji hayo yalikuwa yakijikusanya. Kwa maana yale maji ambayo ameyatumia katika kuoga mustamala yalikuwa yapo chini pale alipokuwa amekanyaga. Sasa baada ya kuona ameshakamilisha kuoga kila kitu, akasogea pembeni sehemu ambako hakuna yale maji ambayo yamejikusanya. Sasa
sehemu ambako nini hakuna yale maji ambayo yamejikusanya, kisha ndio nini akaiosha tena ile miguu yake. Lakini si kwamba mwanzo nini hakueneza maji katika mwili mzima, sawa. Ndio maana nasema thumma ghasala jasada, kisha akakiosha kiwiliwili chake chote, maana yake. Kisha baada hapo thumma tanaha, kisha akasogea kando au akasogea pembeni, faghasala rijlaihi, akaiosha tena miguu yake miwili. Na hapo kitia tena itakuwa ni vizuri zaidi, faghasala rijlaihi, akaiosha tena miguu yake miwili, kwa maana alitangulia kuosha mwili wake mzima mpaka miguu. Kisha kwa kuwa pale alipokuwa anaoga maji yale yalikuwa hayatembei, yanabaki pale pale chini, akaona ngoja nisogee pembeni, nishamaliza kuoga janaba, lakini ngoja nisogee pembeni kisha nioshe tena miguu yangu. Sababu gani? Pale nilipokuwa nimekanyaga kuna yale maji ambayo nimeyatumia katika kuoga janaba, maji yale yana shombo za mwili, shombo za manii na vinginevyo, sawa sawa. Na ndio maana kwenye Zubadi tukasoma kwamba nini, na miguu haicheleweshwi katika nini, kuoga janaba. Sababu kupitia kipande hichi madhehebu mengine yakasema kwamba miguu katika kuoga janaba inaoshwa mwisho. Sasa pengine wao hawakuelewa ni kwa nini inaoshwa mwisho, au ni kwa nini mtume aliosha miguu yake mwisho, kana kwamba yani kwa walivyoelewa wao ni kana kwamba mtume katika kukiosha kiwiliwili chake hakufika kwenye miguu kisha miguu akaja kuiosha mwisho. Hapana, sawa sawa, aliosha kiwiliwili chake chote mpaka miguu mpaka nyayo mbili, lakini pale alipokuwa kwa sababu ya yale maji ambayo alikuwa akiyatumia yalikuwa yamejikusanya pale chini, ndipo akasogea pembeni kisha akaiosha tena miguu yake miwili, sawa. Kwa hiyo wanawazuoni akasema ni sunna ikiwa mtu anaoga janaba katika sehemu ambayo yale maji ambayo ameogea yanajikusanya pale, kwa maana hayatembei, basi ni sunna baada ya kumaliza hapo nini aoshe miguu yake miwili, lakini sio lazima, sawa. Na hayo ndio madhhabi ya Imam Shafi'i, yeye amechukua kauli hii. Anasema Maimuna, faataitu bi khirqatin, basi nikamwendea mtume nikiwa na kitambaa, falam yuridha, na hakukirejesha, kwa maana alikichukua, sawa sawa. Faja'ala yanfudhu almaa biyadihi, sawa sawa. Falam yuridha, na akawa falam yuridha, na akawa hakukihitajia, maana hakukihitajia kukichukua kile kitambaa, sawa, kwa maana hakutumia kile kitambaa, sawa. Akasema labda kama tutamathali kwamba sikihitaji, sawa sawa. Kwa falam yuridha, na mtume hakukihitajia kile kitambaa. Faja'ala yanfudhu almaa biyadi, sawa. Kisha akawa mtume ana nini, ana yakausha maji ya mwilini mwake biyadi, kwa kutumia mkono wake, sawa sawa. Akawa akiyakausha maji ya mwilini mwake kutumia mkono wake, kwa maana akawa kama vile anajifuta kwa mikono katika mwili wake ili kuyakausha yale maji, sawa sawa. Tamam. Kwa tunaona kwamba katika hadithi hii miguu ile katika kuoga janaba haicheleweshwi, sawa. Isije mtu akaoga mwilini wote kisha miguu akaoga sehemu za juu zote kisha miguu akaja kuiosha mwisho. Hapana, hukumu hiyo haipo hapa. Kilichokusudiwa ni chingine kabisa, si katika hayo. Tamam. Na tumeona pale thumma ghasala jasada, kisha akakiosha kiwiliwili chake chote. Thumma tanaha fa ghasala rijlaihi, maana alitangulia kuosha mwili wote kisha akakaa kando, baada ya kukaa kando akaiosha tena miguu yake miwili, sababu yale pale alipokuwa amekaa yale maji ambayo alikuwa akitumia katika kuoga janaba yalikuwa yamejikusanya pale chini, yalikuwa hayatembei, sawa sawa. Huyo ni sunna, mtu akiswali katika sehemu kama hiyo ni sunna afanye hivyo, lakini kule kuoga janaba kunakuwa kumeshakamilika, sawa sawa. Ali Abdullah ibn Umar anna Umar ibn al-Khattab, kumepokelewa kutoka Abdullah ibn Umar akisema kwamba anna Umar ibn al-Khattab, kama Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma qala, amesema ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, yarqud ahaduna wa huwa junubun, anaweza akalala mmoja wetu na hali ya kuwa
ni mwenye janaba? Qala, Mtume akasema naam, ndio. Idha tawadda ahadukum falyarqud, atakapotawadha mmoja wenu, falyarqud, basi na alale. Kwa maana mtu anapokuwa na janaba anaruhusiwa kulala, lakini katika hali gani? Katika hali ya kuwa nini? Ametia udhu, sawa sawa, ili kufanya takhfifu ya ile janaba, sawa sawa. Lakini haimaanishi kwamba yeye anapotia udhu anaweza akafanya yale mambo ambayo nini yanawezekana kufanywa kwa mtu kuondosha hadathi ndogo, kama vile kusoma Qur'ani, kushika masafu. Ni hapana, sawa sawa. Ile udhu ni kwa ajili ya kufanya takhfifu tu ya nini, ya janaba lile, sawa sawa. Maelezo ni mengi katika hadithi hii, lakini tuyaache, tutakuja kuangalia siku nyingine insha Allah taala tutakapopata nafasi. Alhadith hadithi nyingine nasemaje? Wa an ummi Salama عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كما بقولوا kutoka أم سلمة mtoto عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبقولوا kutoka أم سلمة mke wa Mtume صلى الله عليه وسلم قالت amesema جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. alikuja أم سليم ambaye ni mke wa Abi Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alikuja kwa Mtume. Faqalat, na akasema ya Rasulullah, ya Mtume Mwenyezi Mungu, inna Allah la yastahi min alhaq, hakika Mwenyezi Mungu aoni haya ila alhaqi, kutokana na jambo la haki. Hal ala almar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat, hal ala almar'ati, je ni wajibu kwa mwanamke, min ghuslin, kuoga, idha hiya ihtalamat, idha pili hiya, huyo mwanamke, ihtalamat, atakapoota. Anakusudia, je ni wajibu kwa mwanamke kuoga janaba pindi atakapolala kisha akaota katika usingizi wake kwamba nini, anafanya jimai. Akiamka mwanamke ni wajibu kuoga? Ummu Sulaim ndo aliuliza hivyo. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akajibu kusema naam, ndiyo. Idha ra'atil maa, atakapoona maji, kwa maana atakapoona unyevunyevu katika tupu yake, sawa sawa, na atakapohisi kana kwamba alitoa shahwa, sawa sawa. Huyo mwanamke anapoota usingizini ya kwamba anafanya jimai, kisha akaamka akahisi kuna unyevunyevu katika tupu yake, sawa sawa, basi nini, ni wajibu kwake kuoga janaba, sawa sawa. Na hukumu hii ndio wakaichukua pia wanazuoni, wakaiegemeza pia kwa mwanaume ambaye amelala katika tandiko ambalo hakuna mtu mwingine anayelala katika tandiko hilo isipokuwa yeye tu, akalala akaota kwenye usingizi, kuamka akaja kukuta unyevunyevu katika lile tandiko, basi ni wajibu pia aoge. Hata kwenye nguo pia vile vile. Nadhani ibara hizo tunazikuta sana katika vitabu sasa zimechukuliwa katika hadithi hii, tamam. Akaendelea kusema, an Aisha radhiyallahu anha qalat, amesema kuntu aghsilu aljanabata, kuntu aghsilu aljanaba, sio aljanaba kwenye vitabu vyetu vilivyosewa ni aljanabata, sawa sawa. Kuntu, nilikuwa aghsilu aljanabata, kwa maana kuntu nilikuwa aghsilu athara aljanabati, sawa sawa. Nilikuwa ninaziosha athari za janaba, kwa maana manii, tamam. Kuntu aghsilu aljanabata, akimaanisha kuntu aghsilu athara aljanabati, nilikuwa ninaziosha athari za janaba. Hizo athari za janaba anakusudia manii, sawa sawa. Min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, katika nguo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wayakhruju ila salati, naye Mtume akawa akitoka kwenda kuswali. Wa inna bukaa almai fi thawbihi,
na hali ya kuwa yale madoa ya maji, ya madoa ya kuloana ya maji, fi thawbihi, bado yapo katika nguo yake. Tamam, bado yapo katika nguo yake. Wa fi lafdhin li Muslimin, na katika tamshi jingine la Muslim anasema laqad kuntu afruquhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farqan fayusalli fihi, nilikuwa nikizisugua hizo athari za janaba, kwa maana hayo mani, sawa sawa, min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katika nguo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, fayusalli fihi, daim mtume akawa anaswali katika nguo hiyo. Laqad kuntu, kama mimi nilikuwa, afruquhu, nikizisugua athari za janaba, akimaanisha mani, min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katika nguo ya mtume, farkan, kiasi cha kuzisugua, farkan, kiasi cha kuzisugua, yusalli fihi, na mtume akawa akiswali katika nguo hiyo. Tamam. Katika hadithi hii tunapata dalili na maelezo kutoka kwa wanawazuoni wakisema kwamba kupitia hadithi hii manii ni kitu ambacho ni tahir, ni kitu ambacho ni tahara. Sasa manii si najis, lakini Imam Malik na Imam Abu Hanifa wao wamekubaliana kwamba manii ni najis, lakini Imam Shafi na Imam Ahmad wamekubaliana kwamba ni tahir, kitu ni tahir, kitu ambacho ni tahara. Na Imam Shafi hasa yeye anategemea katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasema walaqad karramna bani adam, sisi tumewatukuza wanadamu, kwa maana kama Mwenyezi Mungu nimemtukuza mwanadamu, na miongoni mwa hao wanadamu ni mitume. Sasa itakuwa ni ajabu ikiwa hao mitume na wanadamu wote wametokana na kitu ambacho ni najis na huku Allah anasemaje, walaqad karramna bani adam, kama mimi nimewatukuza, nimewapa nafasi nzuri, nafasi tukufu wanadamu. Tamam. Lakini pia Imam Nawawi anasema kwamba dhahaba kathirun ila taharati almani, wamekubaliana wengi kwamba mani ni tahara. روي ذلك عن علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد ساسا، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث. حكم يقوم ماني لطهارة نيو مذهب الإمام الشافعي، نيو مذهب يا أهل الحديث، ومعنا مذهب الإمام أحمد بن حنبل. كما نقول كما سيدنا علي alitamka kauli kwamba manii ni kitu ambacho ni tahara. Saad ibn Waqas, Saad ibn Abi Waqas, ibn Umar na Aisha, Imam Daud. Kwa hiyo kupitia hadithi hii pia tunaona kwamba kweli najis ni kitu ambacho ni tahir, kitu ambacho ni tahara. Kwa sababu gani? Kama ingekuwa ni kitu ambacho ni najis, Mtume sallallahu alaihi wasallam asingekubali kisuguliwe tu katika nguo yake kisha nini akaswalia katika nguo hiyo. Sababu gani? Haiondoshwe najisi isipokuwa kwa kutumia maji. Najis haiondoshwi isipokuwa kwa kutumia maji. Lakini inakuwaje na Aisha radhiyallahu anha ayasugue tu manii katika nguo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha Mtume akakubali kuswalia katika nguo hiyo hali ya kuwa nguo hiyo haikutiwa maji? Tamam. Kwa hiyo kauli za wanawazuoni wengi na maswahaba pia wengi, baadhi yao ambao tumewataja hapo, ni kwamba manii ni tahir, ni kitu ambacho ni tahara, sawa sawa. Na ndio akasema kama ingekuwa ni najis basi na Aisha asingesugua kwa kucha, sababu hii farakan ni kule kusugua kitu kwa kucha tu, kwa maana na Aisha alikuwa akiondosha tu vile vipande vya manii ambao vimesalia katika nguo ya Mtume, basi kisha ile athari labda ya michoro ya nini, basi ilikuwa kibaki pale katika nguo na wala haikuwa hatii maji. Bila shaka Mtume alikuwa akiliona hilo. Mtume alikuwa ni mtu ambaye yuko smart bwana,
hawezi eti akaswali akachukua nguo tu akavaa tu bila kuitazama na kuiangalia, na muda huo anaelekea katika ibada ya swala. Ni dhahiri kwamba aliitazama ile nguo akaangalia kwa mania, hii sio najisi, ni kitu ambacho kipo ni kitu ambacho ni tahara, sawa sawa. Kwa hiyo ni wazi kwamba manii ni tahir, kitu ambacho ni tahara, sawa sawa. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kuingia katika swala ikawa eti nguo amechukua tu, hapana. Lazima alitazama kwa umakini na akakuta kwamba kwa kuwa ni athari ya najis haina shida, kwa kuwa ni athari ya manii haina shida yoyote. Manii nini? Kitu ambacho ni tahara, akaswali ndani ya nguo hiyo, sawa sawa. Tofauti na madhi na madii, yale madhi na madii ni najis moja kwa moja, kama tulivyosema jana, au kama tulivyotwali katika mtwala wetu ule wa mwisho. Nasema jana kwa majuzi huko aya, kama tulivyotwali katika mtwala wetu ule wa mwisho aya. Akasema tena Sheikh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, amesema idha jalasa baina shu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Idha jalasa, atakapokaa mmoja wenu, baina shu'abiha al-arba'i, baina shu'abiha, katika mafiga manne ya mkewe, baina shu'abiha al-arba'i, katika mafiga manne ya mkewe. Shu'ab ni jamu ya shu'ba, sawa sawa, ni jamu ya shu'ba. Hii tamshi la shu'ab ni jamu ya shu'ba, na shu'ba ni qit'atu shay, yani au qit'atu min ash-shay. Shu'ba, maana ya shu'ba qit'atu min ash-shay, ni kipande kinachotokana na kitu fulani, sawa sawa. Sawa sawa na ukakata mkate, sawa sawa. Unapokata mkate, kile kipande cha mkate ambacho umekikata ni shu'ba ile, sawa sawa. Sasa kilichokusudiwa hapa ni nini? Hii shu'abiha al-arba, katika mafiga manne ya mkewe. Kilichokusudiwa ni fakhidhaha wa saqaha, ni mapaja yake mawili yule mwanamke na miundi yake miwili. Nadhani tuko tushaelewana hapo. Atakapokaa mmoja wenu baina shu'abiha al-arba'i, katika mafiga manne ya mkewe, kwa maana katikati ya mapaja yake au katikati ya nini, ya miundi yake, sawa. Tunasema mafiga manne kwa ajili ya kupoza maneno, sawa sawa. Hauwezi kusema moja kwa moja mapaja, sawa. Lakini utaangalia unawafundisha katika msawa gani, kwamba watu wazima utawaambia tu sawa. Lakini katika sehemu ya hadhara ili mtu kidogo unapoza maneno. Kwa idha jalasa baina shu'abiha al-arba'i, atakapokaa mmoja wenu kati ya mafiga manne ya mkewe, sawa. Kusudiwa fakhidhaha wa saqaha, kati ya mapaja yake na miundi yake. Thumma jahadaha, kisha akamswibu huyo mkewe, kwa maana thumma jahadaha, kisha akampata huyo mkewe, maana kisha akafanikiwa kumwingilia. Fakad wajaba al-ghusl, basi kumekuwa ni wajibu kuoga. Fakad wajaba al-ghuslu, sawa, basi ni wajibu kuoga kwa mtu huyo pamoja na mkewe, sawa sawa. Sababu gani? Miongoni mwa sharti ya kuoga janaba ni mwanamke kuingiliwa au mume kuingilia, hata kama kitaingia kiasi cha nini, cha kichwa cha dhakar, sawa sawa. Lakini ikiwa amekaa katika mafiga manne ya mkewe, lakini akawa hajampata, wama jahada, na akawa nini, hajampata, wanazuoni wanasema kwamba nini, hatooga, si wajibu kwake nini, si wajibu kwake nini kuoga. Yani mtu amemwendea mkewe lakini hakufanikiwa kumwingilia, au pengine vile vitahiriwa viwili vikagusana tu, kila kimoja ikawa nini, hakijamuingia mwenzake, bali vimegusana tu, basi hapo si wajibu kuoga kwa wao. Fi lafdhi limuslimi, na katika tamshi jingine la Muslim, wa in lam yanzil, hata kama hakutelemsha manii, sawa sawa. Wa in lam yanzil, hata kama ikiwa nini, hakutelemsha manii kiasi cha kuwa
amekaa katika mafiga hayo manne kisha akampata mkewe au akamswibu mkewe, basi ni wajibu aoge hata kama hajateremsha manii. Tamam. Wa an Abi Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu awaridhie wote hao ahlu baiti hao, annahu, hakika yake huyo Abi Ja'far, kana, alikuwepo, huwa yeye, wa abu, na baba yake, inda Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, walikuwa kwa Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu awaridhie wao. Wa indahu qaumu, na kwa Jabir ibn Abdullah kulikuwa kuna watu wengine, sawa sawa, Fasaluhu anil ghusli, hao watu wengine wakamuuliza Jabir kuhusiana na kuoga. Faqal, akasema Jabir, yakfika sa'un, sasa linamtosheleza kila mmoja wenu hapa pishi moja la maji, sawa. Sasa hili pishi moja la maji unaweza kusema kwamba sio sharti bali ni sunna. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akioga janaba anatumia pishi moja la maji, kwa hiyo ni sunna, sawa. Lakini wajib na sharti ni vipi? Ni mtu aoge kiasi mwili wote upate na maji, kikubwa asifanye israfu, sawa sawa. Faqala rajulun, akasema mmoja katika hao waliokuwa hapo, ma yakfini, pishi moja la maji halinitoshi mimi. Faqala Jabir akamjibu kwa kusema, kana yakfi man huwa awfa minka sha'ran wa khayran minka. Kana, lilikuwa ile pishi moja, yakfi, likimtosheleza, man, yule ambaye, huwa, yeye, awfa minka sha'ran, alikuwa na nywele nyingi sasa kuliko wewe, wa khayran minka, na alikuwa mbora kuliko wewe. Jabir aliposema hivyo, yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anamkusudia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akimjibu huyo mtu kwamba mtume lilikuwa likimtosha hilo pishi moja, naye mtume alikuwa na nywele nyingi kuliko wewe na alikuwa mbora kuliko wewe, sawa sawa. Thumma, kisha, amana fi thawbi, kisha akasema Abi Ja'far, thumma, aya maneno ya thumma na kwenda mbele ni maneno ya nani? Maneno ya mpokezi ambaye nani? Abi Ja'far, sawa. Thumma, kisha Abi Ja'far akasema thumma, kisha, amana fi thawbin, huyo Jabir ibn Abdullah amana, akatuongoza katika swala sisi, fi thawbin, aliyakuwa amevalia nguo moja tu, sawa. Thumma, kisha, amana, kisha Jabir akatuongoza sisi katika swala, kwa maana akatuswalisha fi thawbin, aliyakuwa amevalia nguo moja tu, yani amevaa nguo ya kumstiri kuanzia kitovuni mpaka wapi? Kwenye magoti, sawa sawa, juu hajavaa nguo nyingine, sawa sawa. Kwa hiyo hii ni hadithi iliyopokelewa na Abi Ja'far, na hayo maneno ya thumma amana fi thawbin ni maneno ya huyo mpokeza Abi Ja'far, lakini yale maneno ya faqala Jabir, yani maneno kuanzia kana yakfi man huwa awfa minka sha'ran wa khayran minka yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maneno nani? Ya Jabir ibn Abdullah, huyo ni sahaba katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, tamam. Kwa hiyo aliposema kana yakfi man huwa awfa minka sha'ran wa khayran minka, maneno haya ni ya nani? Ya Jabir. Kisha yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hana isi ni maneno ya nani? Maneno ya mshereheshaji hadithi, sawa sawa, maneno ya aliyesherehesha hadithi, sawa. Kisha baada hapa yakaja maneno ya mpokezi wa hadithi bedani Abi Ja'far, akasemaje? Thumma, kisha huyo Jabir, amana fi thawbi, akatuswalisha sisi akiwa amevalia nguo moja tu, tamam. Wa fi lafdhi, na katika tamshi nyingine imekuja akisema kana an-nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume, yufrihu ala ra'sihi thalathan, alikuwa akimwagilia maji juu ya kichwa chake pale anapooga janaba. Mara ngapi? Mara 3. Qala radiyallahu anhu, na akasema Mwenyezi Mungu amridhie, arrajulu alladhi qala, yule mtu ambaye amesema ma yakfini
hayanitoshi mimi au halinitoshi mimi pishi moja, ma yakfini, pishi moja halinitoshi mimi, huwa al-Hasan ibn Muhammadin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Sasa alikuwa nani? Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ndio. Wa abuna, baba yake huyu Hasan ni nani? Muhammad ibn al-Hanifa, Muhammad ibn al-Hanifa. Tamam. Al-Hasan ni mtoto ambaye ndo aliuliza ma yakfini, pishi moja halinitoshi mimi. Kisha huyu Hasan baba yake ni Muhammad. Muhammad ni mtoto wa Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Sawa, huyu Muhammad alizaliwa na mama mwingine ambaye sio nani? Sio na Fatima. Sawa sawa, na huyo mama yake alikuwa akiitwa, yani huyo mama yake katika majina ya kunia alikuwa anaitwa Al-Hanifa. Sawa sawa, alikuwa anaitwa Al-Hanifa. Sasa ndio ikawa huyu Muhammad naye ambaye ni mtoto Sayyidina Ali, lakini alikuwa nini? Akiitwa Muhammad ibn al-Hanifa. Sawa sawa, alikuwa amegewa kunia ya nani? Ya mama yake. Sawa. Yani Hanifa ni majina miongoni mwa majina ya mama yake. Sawa, huyu Muhammad. Sawa. Sasa mara nyingi alikuwa haitwi Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, alikuwa anaitwa Muhammad ibn al-Hanifa. Sawa sawa, hicho ndicho kilichokusudiwa hapo. Wa ila huna ntahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa alaykum.